Karibu. Una minda nyeusi za baridi? Ipo. Naomba nipatie moja. Ile ipo kubwa sio ndogo. Nipatie hiyo tu. Asante. Na karibu tena. Dukani. Nikuhudumie nini dada? Nataka soda 2 na aina gani? Pepsi na Mirinda. Sawa. Na mandazi 2. Haya. Naona mdogo wako karudi kachoka. Sina hata sikumuona yani. Hujamuona? Sijui kapata na nini kwa elimu. Kachoka mwenyewe sija nawaza nini. Au ndo yamemkuta ya kumkuta huko? Usimwombe mabaya mdogo wangu. Yanaweza akamkuta hata mazuri, akawa amefanya kazi amechoka. Haya auntie, karibu. Asante, nashukuru sana. Haya, karibu tena. Mimi mdogo mwambie kazi. Yaani hamna habari njema zozote dada yangu, ni matatizo tu, matatizo. Matatizo gani tena? Hebu ndio kwanza tukaongelee basi. Niambie mdogo wangu. Lakini dada, hebu niambie, hizi taarifa zina kasoro gani? Wapi nilipokosea? Wapi nimefeli? Angalia wapi nimefeli. Angalia fomu zangu zote, angalia. Wapi? Cha ajabu unajua ni nini? Nimefika pale ofisini. Nimepeleka dokumenti zangu na mkabidhi vizuri kabisa. Anachokuja kuniambia ni kitu cha kijinga sana ise. Kitu gani? Yeah. Manapa. Umemalizia NIT. Akikweli kwa vigezo unavyokuona hapa hivi kwa ofisi yetu au ingia yani au kavi. But I'm top here. Nitakusaidia. Hapana, kwa nini? Kuna shida yoyote labda? Yaani hizi si tunachukuaga marandi GPA ya 5 watu wenye yani ufaulu mkubwa sana unaonekana hapa hivi siji yani bado sana kwa akili ya kuongoza hiyo ofisi, lakini all in all nitakusaidia. Wewe don't worry, mimi nitakusaidia. Na msaada wangu ni mzuri in short, kwa hiyo don't worry. Kweli niambia hivyo na kuwa nashindwa kuelewa kwa sababu nimeleta karatasi zangu ili nipewe msaada. Sasa kuona unataka kazi afu unalinga. Unataka kazi afu unalinga. Mimi nataka nikusaidie. Kwa hiyo natamani ungepokea msaada wangu. Maana kwa hizi hata uende wapi hapa wakuchukue. Sawa, nakuelewa kiongozi, samahani lakini kama nakuingilia, ila nilikuwa natamani tu labda ujaribu kuangalia vizuri. Angalia. Nishaangalia, macho yangu agayarudi. I'm top here. So natamani nipate kazi kwa nina shida. Tusiongee sana. Sipendi sana kuongea sana. Nisaidie. Sawa. Unasikia? Mimi hapa hivi sipendi kuongea sana. Lakini in short ninachotaka kukuambia ni kwamba aidha uondoke au unakutana na kibopa, unalala na mimi. Sawa? Ukilala na mimi utapata kazi tena kiurahisi. Yaani ukikubali kulala na mimi hata sasa hivi, kesho unakuja kuanza kazi. Utaki mlango uko wazi, the door is open. Ondoka. Kiongozi, unajua ni kweli nina shida lakini siwezi. Nitawaita watu waje wakutoe. Utaki ondoka au unalala na mimi upate kazi. Kiongozi hapana, naomba unisaidie. Hizi angalia vizuri. Kuna nimeshaangalia vizuri zaidi, angalia. My eyes can't repeat to look again. Nimeshaangalia, mbona uelewi? Unalala na mimi au utaki ondoka? Ala. Hizo ofisa tusikue watu wenyewe. Wale kwambia usome vizuri nani? Ufaulu wako hautoshi, ondoka huko. Hata mimi alinikuta hivyo hivyo. Mpaka leo unaona na duka hapa tumejenga. Dada, sikatai, lakini maisha gani sasa hayo? Maisha gani? Lazima umejiokokea zako, mtu unamsali Mungu kila siku, unaomba, unafunga. Haya unatakiwa ukazini na mwanaume ili upate kazi. Nini maana yake sasa? Hata mimi dadako nilikubali, lazima unaona ukubali. Ili utengeneze maisha yako. Hapa siku hapo unapajua hivyo? Sio pa kwako hapa. Mimi nimekubali na nikafanya naye na nikatubu.
hiyo itakubidi ufanye. Wewe utakuja kuwa mama, kwa hiyo nitakuwa nakulea wewe na watoto wako, si ndio? Ungeweza. Dada, kumbuka tunakosea. Unajua tunasali, si ndio? Hivi unafikiri mimi leo naenda kulala na mwanaume naendaje kanisani? Nawezaje kwenda kanisani? Inakubidi. Mpaka mimi leo kupata hivi vyote hivi. Nilifanya hivyo. Lakini nikatubu, lakini naendelea na maisha yangu. Lazima ikubidi ukafanye. La si hivyo mama, nyumbani utarudi. Hapana. Mambo ya ajabu haya. Ya ajabu. Hata kama mambo ya ajabu. Hata mimi hivyo alinikuta. Lakini leo hii niko kwangu. Dada, najulikana kanisani. Mimi naimba praise ujue. Na husika na mambo ya ushemansi kule kanisani ujue. Sasa kama yeye kakataa hivi, mimi ni nani? Lazima ukafanye. Utaki nenda. Sasa dada, sikutakuwa na madhara. Sasa unajua mimi Mungu atanionaje? Utatubu. Mwenyewe nilitubu. Ila kama ina mata. Nikwambia. Tunatubu. Tunatubu. Kwa hiyo jiandae tu, lakini pigie simu, jiandae uende. Kwa sasa hivi unaona kama inauma na utoweza, lakini baadaye utakuja kufly mwenyewe. Nakupendea hapo. Sasa mama sio ndo haya. Hebu mpigie simu. Hello. Habari. Samani, unaongea na Irene, binti niliyokuwa nimekuja kuomba kazi hapo ofisini kwenu. Sasa nimefikiria na nikaona sio mbaya kuliko nikose kazi alafu hamna sababu inaweza kunifanya jambo lenyewe dogo tu hilo tunalishughulikia tunalimaliza, hamna shida. Kwa hiyo mimi sina cha kupinga, sitakukupinga kiongozi. Kwa hiyo nadhani tufanye meeting. Kesho nitakuwa nina nafasi nzuri tu. Kwa hiyo majira ya saa 11 hivi jioni, maana nitakuwa nimetoka kwenye shughuli zangu za hapa na pale ndogo ndogo. Nikishamaliza tu nitakupigia. Ile hoteli naijua. Hamna shida, nashukuru sana, asante. Sasa itanibidi nije na hizi fomu au niziache tu? Haina haja tena. Haina shida, sawa, asante. Dada. Habari? Salama. Kwema. Wow. Naweza kuongea na wewe kidogo? Hamna shida. Nakuomba tu tuonane mara moja tuongee. Habari ya uzima? Salama. Kwema. Okay. Unaitwa Irene? Naitwa Irene. Okay. Na safi sana. Ni nyumbani kwenu ni Mbeya? Kwa nini? Shato Pala Mana Masaka. Na Dar es Salaam umekuja mwaka 2021 na ulikuja kwa ajili ya kusoma chuo na umemaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam mwaka 2024. Ni kweli ninavyosema? Subiri kwanza. Wewe umeafahamuje? Yaani umewezaje kujua? Sasa kuna vitu vingi ambavyo navijua kwa habari ya maisha yako na huyu anayeniambia mimi anajua vitu vingi sana kuhusiana na wewe. Na nataka kujua ni kwamba kuna mtu anakuambia kuhusiana na maisha yangu au sijaelewa, yani bado. Yaani kwa nini umejua kila kitu kuhusiana na mimi? Alafu unaniambia kwamba huyu anayekuambia ni nani anakuambia maisha yangu? Maisha ya mwanadamu huenda yakawa ni fumbo kwa mtu mwingine lakini sio kwa Mungu. Mimi ni mtu wa Mungu na Mungu ambaye anaishi ndani yangu ndiye ambaye ananiambia kwa habari ya maisha yangu. Sasa wewe ni nani yani? Okay, mimi naitwa Saint Chiduo. Ni nabii wa utakatifu na uadilifu. Okay. Roho wako Mtakatifu ndio akakutuma kwangu. Amenituma. Na ukitaka kujua kwamba ni kweli, hapo natokea Gongo la Mboto. Na kule kuna mtu ambaye unaishi naye na unamwita dada yako. Ni mtu tu ambaye uliwasiliana naye na ukawa umeunganishwa naye na ukawa unaishi kwake. Na sasa hivi kuna jambo moja ambalo unapitia na linakuumiza. Na in fact umelifanyia maamuzi kwa sababu ya yeye kuweza kukushinikiza. Naweza nikasema hivi, hapa
unapotoka kuna kijana unakwenda kukutana naye, na yeye ni meneja kwenye taasisi inayohusika na kuuza madawa. Yaani kwamba so maisha yangu tu hadi ninachoenda kukifanya unakijua? Yeah. Kweli asante. Yeah. Sasa in fact iko hivyo kwa sababu Mungu ameamua kusaidia, na hicho kitu ambacho nataka kukifanya ni kitu ambacho sio kizuri kwa sababu kitagharimu maisha yako sana. Baba yangu wa kiroho Askofu Dickson Corneli Kabigumira, yeye kuna msemo alishawahi kusema ya kwamba ukipata mali au kazi kwa njia fulani ambayo huenda sio halali, utalazimika kuitunza hiyo kazi au hiyo mali kwa njia hiyo hiyo. Maana yake hiyo kazi ambayo unaitafuta tena unakwenda kutafuta kwa njia ya zinaa, ili kusudi uweze kuitunza hiyo kazi, utalazimika kuitunza kwa njia ya zinaa. Maana yake ukienda kulala naye leo, ukienda kuzinaa, halitakuwa ni tukio la siku moja la mara moja, atakuwa anakuhitaji kila wakati ili kusudi uendelee kufanya kazi hiyo hiyo. Sasa tusiende huko kote. Kuna kitu ambacho Mungu anataka ukifanye tofauti na hii kazi ambayo unataka kuifanya. Kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 45 mstari wa 12, Biblia inasema binti Tiro analeta kipawa na wingi wa utajiri wa watu watajipendekeza kwake. Kuna watu wa aina mbili. Kuna watu ambao huwa wanabeba bahasha na wanajipendekeza kwa watu, lakini kuna watu ambao ndani yao Mungu ameweka vipawa, kama kipawa cha biashara ambacho Mungu ameweka ndani yako. Ukiwa chuo mwaka wa pili, kuna wazo ambalo Mungu alikuwa amekuambia na ulikuwa umeliandika kwenye diary moja ya rangi ya blue na ipo kwenye begi lako ambalo lipo chumbani. Lipo chumbani. Hilo begi una muda mrefu je kulifungua. Na in fact kuna vitu vingi ambavyo ulikuwa umevichoma, matio mengi ya shule ulikuwa umeyachoma, na hiyo diary ulipata tu kamsukuma kwamba uendelee kuitunza, iendelee kuwa nyumbani. Sasa kuna wazo moja la kufanya biashara. Ulipata wazo la kuanza kufanya biashara ya magari, na ukao unasema kwa kweli hili wazo ni kubwa sana na siwezi nikalifanya, hata sielewi na nitalifanya fanyaje. Lakini Mungu ameniambia kazi ambayo nataka uifanye kwa wakati huu ni kufanya biashara, hasa biashara ya kuuza magari, ya kuagiza magari kutoka nje ya nchi na kuanza kuingiza hapa nchini. Utafanyaje na utaanzaje? Najua wewe hujui, lakini Mungu aliyekuwa amekupa hilo wazo, yeye anajua. Sasa nina jambo moja ambalo Mungu ameniambia. Kama umeniamini kwamba nilichokuwa ninaongea tangu mwanzo mpaka hapa kwamba yote ni sahihi, ameniambia kwamba unifuate, alafu mimi nitakufanya uwe mfanyabiashara sawa sawa na vile ambavyo Mungu alikuwa amekuambia. Maana yake gairi kwenda kule ambako ulikuwa unaelekea kwa yule manager, na unifuate mimi ili kusudi nikuchunge, nikulee, uweze kuwa mfanyabiashara sawa sawa na vile ambavyo Mungu ameweka msukumo ndani yako. Ni kweli, yani kwa namna nilivyokusikiliza, umesema unaitwa Saint Chiduo? Yeah, naitwa Saint Chiduo. Okay. Yani kwa namna nilivyokusikiliza kuanzia mwanzo mpaka sasa hivi. Yani nikirudisha kumbukumbu nyuma mpaka hili swala nilokuwa naenda kulikamilisha huku. Kiukweli hata mimi mwenyewe moyo wangu ulikuwa yani naenda sawa, lakini bado nilikuwa siko tayari. Ila kutokana na ulivyonielezea kuanzia mwanzo mpaka hapa, kweli Mungu utakuwa na kitu na mimi. Kwa hiyo nashukuru sana. Niko tayari kuongozana na wewe baba. Asante. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Na atakusaidia na kila kitu kitenda vizuri. Asante sana. Shatala bakataya. Kwa hiyo si unaenda kuniombea ili nipate lile wazo? Ya, tunaondoka. Wazo lipo, sio kwamba unakwenda kulipata. Maana yake tukitoka hapa utakwenda kuchukua diary yako na nitakuelekeza kila kitu ambacho Mungu alikuwa amekwambia. So wakati huu nifuate ili kusudi twende pamoja. Jamani mama. Karibu. Umeadimika. Nipo. Karibu sana. Nipo, nashukuru. Karibu. Bwana Yesu asifiwe baba. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina, za uzima. Salama. Say. Karibu sana. Kumbe sijapotea. Ya, hujapotea kwa kweli. Nashukuru sana. Asante. Karibu sana. Unanikumbuka sijui? Ya, mwanangu nakukumbuka. Unanikumbuka kweli? Nakukumbuka vizuri. Okay. Ni Irene. Yeah, Irene. Ya, ni siku nyingi tumeonana. Ni kweli, ni siku nyingi sana. Ya. Karibu sana.
Namshukuru Mungu jamani, nimerudi. Wow. Yeah. Na kumbuka ile siku ile umenikuta barabarani. Ile ni kama ushuhuda kwenye maisha yangu. Wow. Yale yote uliokuwa umenitabilia. Namshukuru Mungu yamekuwa kama ulivyokuwa umesema. Wow. Yeah. Kwa hiyo Mungu ni mwema na ni mwaminifu sana kwangu. Namshukuru sana. Nadhani hata wewe mwenyewe unaona kuna mabadiliko fulani. So wonderful. Asante sana. Namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu mno, ni Mungu wa kipekee kwangu. Amefanya mambo makubwa ya ajabu ambayo ni yani ukimwadisia mtu ukamweleza kwa namna ya nyuma nilivyokuwa na mpaka hapa ni kama utani, kama masiara na saa nyingine mtu anaweza asiamini lakini thank you so much God. Wow. Yeah. Habari za kazi, majukumu? Ni njema, Mungu ni mwema, kila kitu kiko sawa. Yeah. Nikaona isiwe mbaya, unajua wanakwambia shukuruni kwa kila jambo. Yeah, liwe dogo, liwe kubwa, inabidi ushukuru. Nimeona nilimkumbuka pasta wangu mmoja ambaye ashege kunitabilia jambo fulani likatokea. Nikaona nisikae kimya, nije nitoe shukurani zangu. Ndani ya miaka 3 nimefanikiwa ile biashara yangu ya magari. Ni kweli naiendesha vizuri, nimefanikiwa ni kwa ubora zaidi. Wow. Yeah. So nimeona sio mbaya nije nitoe hata zawadi jamani. Wow. Na ni zawadi yangu ya kipekee ambayo ni kama shukrani. Najua ni kidogo lakini kwa Mungu ni kama shukrani. Wow. Huu ni ufunguo wa gari baba. Wow. Nimekuzawadia gari. Wow. Yeah, so kitoka nje nadhani utaliona. Asante sana. Namshukuru Mungu jamani. Wow. Yeah, ni kidogo, tutaendelea kutoa zaidi na zaidi. Wow. Yeah, nashukuru sana. Nashukuru sana. Asante. Nashukuru kwa moyo mzuri. Asante sana. Nashukuru kwa moyo wa upendo. Asante. Mama shika, ni ufunguo wa gari. Bwana ufunguo wa gari ametubariki wake. Na umegusa sana mioyo yetu. Asante. Tunajivunia wewe. Asante sana. Tunafurahi kuwa na wewe. Asante. Na naamini Mungu atakusaidia. Amen. Na moja ya ombi ambalo ninakuombea na vitu ambavyo huwa vinapatikana kwa njia ya Mungu vinatunzwa kwa njia ya Mungu. Sawa sawa. Ya Mungu amekusaidia na umekuwa ukifanya biashara na kitu ambacho Roho Mtakatifu anaisisitiza kwa wakati huu. Anahitaji uwe mnyenyekevu. Mungu huwa anawapinga wenye kiburi, lakini huwa anawapa neema watu ambao huwa wanashuka na kunyenyekea. Wanaotambua nafasi ya Mungu kwenye vitu ambavyo Mungu amewapatia na wanaojua kwamba sio kwa nguvu zao wala sio kwa uwezo wao. Kwa hiyo mwanangu, ninakusihi sana, tunze unyenyekevu. Nyenyekea kwa Mungu, nyenyekea kwa watu wengine na utamuona Mungu akikusaidia. Na hiki ambacho umekiona ni mwanzo tu. Na Mungu atakufanyia mambo makubwa na ya ajabu ambayo kwa namna ya kawaida hataweza kuelezeka. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 9 pamoja na 10, Biblia inasema mambo ambayo macho hayajawahi kuyaona wala sikio halijawahi kuyasikia ni wala hayajawahi kuingia kwenye moyo wa mwanadamu, ni mambo ambayo Mungu aliyaweka kwa ajili ya wao wampendao. Kuna mambo mengi makubwa na mazuri ambayo Mungu atayafanya kwa ajili yako. Naomba pige magoti hapa na mama na mimi tutakuombea na ulinzi wa Mungu utakuwa juu yako na Mungu ataachilia neema ya unyenyekevu kwenye maisha yako. Piga magoti. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ni hai. Bwana Yesu, asante kwa ajili ya maisha ya mtumishi wako na asante kwa ajili ya kututumia sisi watumishi wako kwa ajili ya kuleta mgeuko kwenye maisha yake. Mungu, maisha yake ni shuhuda ya kwamba Mungu upo na unajishughulisha na kila mtu kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na wakati huu Bwana Yesu, tunaomba kimaalum kwa habari ya neema ya unyenyekevu, moyo uliopondeka, moyo uliopondeka, moyo uliopondeka wenye unyenyekevu, usio na kujinua, usio na kiburi kwa mafanikio yoyote na fedha yoyote ambayo Bwana itapita mikononi mwake, katika jina la Yesu. Na Bwana Yesu, kwa kuwa ameleta zawadi hii ya gari, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, watu waje wamletee magari mengi, watu waje wafanye partnership pamoja na yeye kwa nguvu na kwa uwezo wako. Bwana Yesu,
mioyo yetu tunaifungua mbele zako kwa ajili yake, na tunatamka baraka juu yake ya kwamba tunamtofautisha na wanawake wengine wote wa kizazi hiki, na dunia itajua na kutambua ya kwamba Bwana kuna watu unawasaidia. Dunia nzima itajua kwamba Bwana kuna watu wanatajirishwa na wewe. Neema ya utajiri iwe juu yake katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nashukuru sana. Asante. Mungu akubariki. Asante sana. Amen. Amen. Sasa mama, mimi niwaache. Nadhani wakati mwingine tutarudi. Amina. Asante sana. Haya, mbaki salama. Amen.